Jumatano ya Novemba 26 mwaka 2025. Karibu sana katika Viwanjani. Kama ilivyokuwa ada yetu, tamati ni majira ya saa 6 kamili za mchana kwa ajili ya kuweza kuangazia mengi makubwa ambayo tumekuandalia timu nzima kwa ujumla, na ndio maana tunajiita ama watu wanapenda kutuita kipindi baba michezo hapa nyumbani Tanzania, Viwanjani. Mimi ninayokaribisha naitwa Saidi Salim Msumi. Kuna mengi sana, hususan tukianza kuangazia kuhusiana na maandalizi ya timu zetu ambazo wanawakilisha nchi katika michuano ya kimataifa. Young Africans akiwasili katika mji wa Algiers na kukumbana na vitimbwi vya hapa na pale. Yote ni kuelekea katika mchezo wao wa siku ya Ijumaa dhidi ya JS Kabylie. Tutakwenda kuangazia pia wekundu wa Msimbazi Simba na matayarisho yao ya safari kuelekea Bamako kwenda kupambana na Stade Malien ya Mali, lakini bila kusahau Azam Football Club wenyewe moja kwa moja kambini Zanzibar kujiandaa na mechi yao dhidi ya Wydad, viingilio vikiweko wazi, lakini matayarisho, jinsi ambavyo wachezaji wanavyopambana kwa ajili ya kujiwinda na mchezo dhidi ya Wydad tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Singida Black Stars na wenyewe wakijiandaa kuelekea katika mchezo wao wa kimataifa dhidi ya Stellenbosch katika kombe la shirikisho barani Afrika. Wakati hayo yakiwa kwa upande wa wakilishi wetu wa Tanzania katika michuano ya kimataifa, lakini utamu na uhondo wa ligi kuu ya NBC ukizidi kushika kasi baada ya kutopata ushindi katika michezo 6, hatimaye jana angalau akipata alama moja katika uwanja wa KMC Complex. Ni kikosi cha kocha Maxio Baxilio Maximo. Anazungumza nini kuhusiana na kikosi chake baada ya kupata suluhu dhidi ya Mtibwa Sugar, wakati michezo mingine tena leo ikizidi kushika kasi? Ni vita kati ya baba na mwana, unaweza kumuita mtoto na baba. Etienne Deregije dhidi ya Ahmad Ali katika mechi ya ligi kuu ya NBC leo hii ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya TRA United, mchezo ukifanyika katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Kuna michezo mingine pia ambayo inachezwa leo hii, Fountain Gate dhidi ya Tanzania Prisons, na yenyewe pia tutakwenda kuangazia hapo baadaye. Barani Afrika kuna mengi sana, Mamelodi Sundowns na yenyewe wakitua Algiers na vitimbwi kadhaa kuelekea mechi kati ya MC Alger dhidi ya Mamelodi Sundowns aka Brazilians Masandawana Yellow Nation ama Caballero. Tutakwenda kuangazia katika the pitch, Barcelona akikubali kichapo cha mabao 3-0. Hans Flick anazungumza nini hapo jana wakati FIFA wakitoa mfumo maalum wakiutangaza kuelekea draw itakayopangwa Disemba 5 mwaka 2025 kuelekea fainali za kombe la dunia mwaka 2026. Ni rasmi, iwapo kama wakiongoza kundi England Three Lions, Hispania La Roja, Brazil, England, Hispania, Argentina pamoja na Ufaransa kutokutana mpaka hatua ya nusu fainali ya kombe la dunia. Je, ni mfumo upi ambao FIFA wameuleta wakiufananisha na michuano ya Grand Slam ya Wimbledon pamoja na ligi mabingwa barani Ulaya? Mfumo mpya tutakwenda kuangazia hapo baadaye, na kwa nini mfumo huu, lengo lao ni lipi, tutakuja kuchambua hapo baadaye. Kuna vitu vingi sana ambavyo utaweza kuvipata mpaka majira ya saa 6 kamili za mchana. Mimi ninakukaribisha, naitwa Saidi Salim Msumi, wanapenda kuniita kama kaka Saidi. Nipo na wachambuzi wangu Andrew Kinga Mkono pamoja na Rashid Don Hamis, the heavyweight pandit, the only one in Africa. Na jambo kubwa zaidi ndugu zangu ni kuhusiana na wiki hii ndani ya Azam Sports. Kuna vitu vingi na vikubwa ambavyo vitapatikana, kianza na ligi kuu ya NBC leo michezo 3, lakini bila kusahau Ijumaa Azam Football Club dhidi ya Wydad, JS Kabylie dhidi ya Young Africans. Ni kuchagua uangalie Azam Sports 2 HD au Azam 4 HD, uangalie mechi gani. Lakini pia bila kusahau tarehe 29 tunavyoamka, Barcelona dhidi ya Alaves, Atletico Madrid dhidi ya Real Oviedo, lakini Leverkusen dhidi ya Borussia Dortmund, what a game. Lakini Novemba 30 kuna AS Roma dhidi ya Napoli, Girona dhidi ya Real Madrid, Singida Black Stars dhidi ya Stellenbosch, lakini Simba Sports Club mnyama mkali dhidi ya Stade Malien. Shughuli tunayo, tunatamba nayo, ni mwendo wa kukiwasha. Alafu ngadu kwa ngadu. Ngadu kwa ngadu. Kama anakuambia chama na Mogera. Chama na Mogera. Toka nje na anakuja kunywa maji pale pale. Anasikia kunywa maji kutoka. Kirudi mnauli yote. Yaani hiyo Chama na Mogera. Chama na Mogera. Mogera. Sasa Rashid kusema ngadu kwa ngadu. Wakwambia weka ugoko ile chuma. Du, Yaani ukilipia ile 28 pale unatulia pale, unabonyeza next.
next. Ukiona hapa wamesimama, si mchezaji kaumia, unapeleka huko kwenda kuangalia dakika 2. Ukiona unarudi kwenye mechi yako. Uta mwenyewe. Tayari la pili. Angalia huko watu wanaongoza. Sema leo Tanzania kumenoga leo. Ndio. PC mechi za leo au sema Kabisa. Mechi nzuri, mechi nzuri. Jana tulikopo KMC pale. Tumekaa pale, nikopo mimi, ndio kuna sio waandamizi mkenda uwanjani. Na mimi kama kidangu jukwani kule jukwani. Kwenye eka. Nimekaa pale jukwani hapa Sports Lady Hadija Harifa. Hapa mimi hapa kuna mwanangu Juma Abdurrahman, hapa Michael Hiera na Dickson Masanja. Tumekaa pale. Tumekaa tu pale. Kocha Ahmadi naye akajoin akaja kutusalimia. Tumungwana sana. Angewapita mngemtia majungu mwenyewe angefurahi. Alikuwa mbali unajua. Lakini hivyo tuona tu akaja. Yaani very respectful. Mtu mungwana. Nikamwambia bwana, vita ya baba na mtoto. Akasema hiyo game hatari. Kwanza hajakutana muda mrefu. Inawezekana ndio mara ya kwanza. Na mara ya kwanza hajakutana muda mrefu. Kwa sababu nani anaondoka hapa? Etienne anaondoka. Ahmadi alikuwa Etienne anaondoka, Ahmadi afikia alikuwa yuko shule sijui. Alikuwa shule. Maki waliachana KMC. Na KMC walivyoachana pale mambo yaliharibika. Kwa Ahmadi. Si timu wakasambaratisha ile. Kwa maana yake hii wanakutana yani kuna mastori mo. Yaani hao mastori mo afu baadaye kaenda kukucha hapa 12 na robo. Yaani ni mechi moja tamu sana hivi ya kusoma mbinu kwamba yani huyu mtu nimemfundisha. Yeye ameniambiaje? Ni vita ya Pep Guardiola na Arteta. Ndio alichoniambia jana. Kumbuka ni kitu gani ambacho aliniambia? Ni vita ya mwana na baba. Akaniambia hivi, unajua tena vita ya Pep Guardiola na Arteta. Basi tukacheka pale nini. Ni kweli. Kaambia bwana kila laheri. Sasa sawa, poa, shukrani sana mso. Umeona? Kwa hiyo ni bonge moja la mechi la kuweza kuangazia, lakini pia mechi zingine ambazo tamu za kuweza kusubiri leo, Fountain Gate dhidi ya Tanzania Prisons, lakini bila kusahau JKT Tanzania dhidi ya TRA, lakini Coastal Union dhidi ya kikosi cha Mbeya City. Coastal Union ilipokutana na Fountain Gate ilikuwa ni vita makocha wawili, Mohamed Muya na Mohamed Leiza, ambao mtu na second wake Pep na Arteta. Sasa ile sio Pep na Arteta. Kama unajua of course unaweza kusema kama Pep na Arteta. Yaani hoja yangu unajua ni nini? Kwa sababu Arteta, yani Arteta alitoka from the scratch. Yaani Arsenal ile papa huko for the scratch, bwana njoo join hapa, nami hapa Man City. Mdogo yani wakati yuko anajifunza bwana, yeye njoo ukae hapa, mimi utakuwa msaidizi wako. Yaani ni kama sasa kwa Ahmadi yuko hafahamiki yani. Sasa kwa Leiza alikuwa anafahamika. Kwa hiyo Leiza ilikuwa ni timu yake ya kwanza kufundisha Fonte. Lakini hakuwahi kuwa head coach. Hakuwahi kuwa head coach. Kwa sababu alimtambulisha pale alikuwa ni Muya. Muya ndo kamchukua yule, watu bwana hapa kuna kazi inafanyika. Yeye mwenyewe akanamuintroduce bwana Mwamba. Anamkingia kifua. Bwana ko fresh. Na ndio bwana hata alivyoondoka pale na yule naye akaondoka. Wakakaa huko walipokaa, ndo sijui mbuni wale TMA wakamwambia nishikize hapa mzee mwenzetu, gusa hapa, kagusa Fountain Gate. Baada ya kupata nyakati ngumu, kunywa chai kwa mruzi, wakamkumbuka yuko na mtu hapa, yale tunaweza tukayapata kupata kwake. Ndio akamchukua kaenda pale. Kwenda pale kio kimpima anaona kama hatoshi. Wanamletea mtu. Kio kimpima hatoshi, wanamletea mtu.
Mwisho wa siku sasa watu wanakuja na karakta zao. Sasa basi sikiliza. Ushakaa chini ya watu wawili hapa shaku brush wanaweza kulifanya ile jambo. Ndio anaondoka nalo sasa hapa. Kaitwa Fontaine chini kashinda mechi zake 2 zile sijui. Nyota imeng'aa. Kaka hapa anatulia, anakuja kukutana na babake. Kwa leo anakutana na babake. Kwa atakayokitumia kule anakitumia na huko. Hata ukiangalia Fontaine anapocheza ndio the same ambavyo wanafundisha. Kabla ya kuletewa wa Nigeria, yeye alinusuru timu ishuke daraja. Kwa sababu aliletewa familia pale. Kocha timu muda mwingi timu iko jimu utafikiri nataka kupigana ngumi. Sawa, Rashid Habisi. Rashid Habisi the heavyweight candidate the only one in Africa pamoja na Andrew Kinga Mkoro. Tuanze kuangazia katika soka letu kwa wakati huu hapa. Tuanze kuangazia soka letu na tuanzie moja kwa moja katika jiji la Algiers nchini Algeria, ambapo kikosi cha Young Africans kiliwasili salama hapo jana katika mji wa Algiers nchini Algeria kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wao wa pili wa Liga Mabingwa barani Afrika dhidi ya wapinzani wao JS Kabylie, mchezo ambao unataraji kufanyika siku ya Ijumaa. Kumbuka kikosi cha Young Africans waliweza kusubiri kwa zaidi ya masaa 4 kusubiri kuweza kupata mizigo yao katika uwanja wa ndege wa Algiers na hivyo kusababisha kutofanya mazoezi kwa hapo jana. Mwenzetu James Samuel Jimmy Steiger ameambatana na kikosi cha Young Africans na ametutumia taarifa ifuatayo kuhusiana na kikosi hicho. Tarehe 24 kwenye kituo husika, nikimaanisha hoteli ambayo Young Africa inaenda kuitumia, ikiwa hapa Tizi Ouzou. Si tena Algiers, ni Tizi Ouzou. Safari ya takriban saa 1 na dakika 40 hivi kutoka Algiers mpaka Tizi Ouzou. Kikosi kizima kikiwa na viongozi, wachezaji pamoja na benchi la ufundi kimesafiri salama na kufika kwenye hoteli hii. Kama ambavyo unaona wamewasili hapa vizuri, wanacheck kutafuta vyumba na kuweza kupumzika hapa kuelekea kesho ambapo ratiba nyingine zitakuwa zinatolewa. Kumbuka kwamba ni mchezo wa pili huu baada ya kwanza kushinda nyumbani Zanzibar pale Amani Stadium 1-0 dhidi ya AS FAR Rabat, lakini sasa ni mchezo mwingine dhidi ya JS Kabylie ambao wanapatikana Tizi Ouzou Algeria, na hii ardhi ndio sehemu mchezo huu utaenda kufanyika. Tuko hapa kukujuza kile ambacho kinaendelea huku. Safari ya kutoka Algiers mpaka hapa kidogo kulikuwa na tafrani pale baada ya mizigo kuchelewa kutoka na timu kusubiri kwa muda mrefu. Wachezaji walitoka vizuri, lakini vifaa vilibaki ndani kwa muda mrefu. Ilichukua takriban saa 4 mpaka 5 mpaka kuvipata. Ndio hali ambayo ilisababisha timu kuchelewa kutoka pia Algiers na kuja Tizi Ouzou. Lakini kwa sasa timu imeshawasili hapa, wachezaji wote, viongozi wote wapo. Yani ile delegation yote nzima iko Tizi Ouzou sasa, na sio tena akili kubaki Algiers. Imewasili katika hoteli ambayo wanafikia hapa Tizi Ouzou, na mchezo huu utaenda kufanyika siku ya Ijumaa. Waliwakilishwa pale mheshimiwa balozi na baadhi ya maafisa walijaribu kushughulikia vitu vyote kwenda vizuri, na sasa hivi tunapozungumza tuko Tizi Ouzou. Kwa hiyo ripoti zote sasa zitakuwa zinatoka hapa. Nyuma ya kamera ni Dickson na mbele ya kamera yako ni James Samuel nikiripoti Azam Sports Tizi Ouzou. James Samuel Jimmy Steiger, shukrani sana Tizi Ouzou baada ya kutoka Algiers. Jana Young Africans waliwasili Algiers. Baada ya kuwasili kidogo, James Samuel pia tutumia taarifa kuhusiana na jinsi ambavyo wachezaji, mabegi ya wachezaji wote yalipatikana, lakini vifaa vya kufanyia mazoezi, jezi, mipira sio Young Africans, kwa sababu hata Mamelodi Sundowns na wenyewe pia wamewasili jana pamoja na Young Africans. Na mwisho wa siku vifaa pia vya Mamelodi na Yanga, kwa mujibu wa Alikamwe, anasema kwamba walitulia kama saa 4 wakawa vitafuta avioni. Baadaye wao na maafisa wengine wa Mamelodi wakaanza kuvitafuta, wakaanza kuviona vinaelekea kama store hivi. Walipouliza wakasema bwana, sisi tulikuwa tujui mwenye navyo ni nani, kwa hiyo ndio bado watu wanaenda kuhifadhi store. Na mimi sishangai kwa sababu hata Simba
walivyokwenda Angola kupambana na Bravo Shidimaki msimu uliopita, Simba walifika, vifaa vyao vikawa havionekani, Kachelewa. yaani vifaa havionekani. Ile Simba walifika Alhamis, walipofika Alhamis hawakufanya mazoezi. Sisi hapa tulifika Ijumaa. Kwa hiyo tunafika ile Ijumaa ndio muda ambao Abasi Gaza yule mwanetu ule tulikutana naye pigi hivi wa Simba naye ndo wapo pale wanavifuatilia, ndo wanapata sasa mipira jezi na nini na kadhalika, wanasema bwana kwa havionekani. Kwa hiyo mwisho siku ni vitu African football masaa 4 masaa 5 kama timu, na hali kama jana alikuwa anasema akisema kwamba fikiria kama tungekuja siku 2 kabla ingekuwaje. Mshakosa tayari training ya siku moja. Kwa hiyo hapo mna training siku moja tu, kesho mechi. Walikutafuta. Kwanza chumba 4 zilikuwa ndogo zile. Kemtu sana hesabu zake. Ilikuwa frustrate kwanza. Lakini si African football. Nafikiri tushajifunza, Tanzania wanajua. Washakutana nazo sana hizo story. Yanga, Simba wanazijua hizo story. Yaani of course mtaleta taharuki kwa sababu ya kutaka kuleta ubishi ili mpate vifaa vyenu. Lakini mentally mnakuwa mnajua kwamba okay, kumbe mmekuja na utaratibu, basi hamna shida. Tutaenda sawa. Kwa pale mnajua kabisa okay, hapa tushapoteza muda, tu relax, tutulie. Lakini hawatatuachia kwa muda utakaotaka wao. Kwa maana yake nyinyi mtoka zenu pale hamna haja ya kulipoti. Kwa sababu mkianza mambo ya kulipoti utaanza kusikia unajua sio mamlaka ya mpira au ni mamlaka sio ya wizara ya mambo ya ndani au sio nini unajua zile afu mwisho wa siku kikubwa ni kwamba wao wanachotaka pale ni kuwapotezea timing. Kwamba bana okay, kama kuna timing hii na hii na hii washafanya book dia hii na hiki na hiki na hiki washa confirm okay, hii watakosa. Wakikosa wakija hapa watakuwa frustrated, maana kuna namna ambavyo sisi tutanufaika nao. Kwa namna yoyote tutanufaika nao. Maana yake kama hii wameanzia hapo, maana yake kuna tahadhari zingine wanabidi wazichukue pia. Kwenye warm up, kwenye namna ya kupokewa pia, kwenye uwanja siku ya kufanya mazoezi, inaweza katokea kashikashi nyingine tena. Kwa inaweza kaja katokea labda mageti yamefungwa au wamechelewa au ikatokea bana sijui taa zimefanyaje. Kwa ukajikuta tena kuna kitu kingine kitatokea. Yaani kikubwa ni kwamba wanakuwa wanajaribu kuwa wanawatoa mchezoni kwa mazingira ambayo wanaweza kuyaelezea. Sasa kwa sababu tayari kuna hiyo experience wanayo, kwa sababu Yanga hii sio mara ya kwanza kukutana na hii kadhia. Ni zaidi ya mara 4 nafikiri kwa experience yangu. Washakutana nayo. Kwa unakuta kuna vitu vya namna kama hii. Okay, ambe basi hamna shida. Mtakuja. Sisi tutakuja tutacheza hapo. Mkitufunga sisi tunaweka akiba. Alkiswaso hako. Tutakutana Dar es Salaam. Zanzibar. Sasa hivi ni Guantanamo Bay. Unguja ile kule. Kama walisema kwamba tulivyozima taa wakawa hawaelewi kwa nini tumezima taa. Of course visasi ndio vinaanza kwa sababu hata Farabat na wenyewe wameweka jambo hapa kwa Yanga Afrika. Tutakutana sawa, mtakuja Morocco. Tumekubali. Mmetufunga Zanzibar. Tumeweka kitu. Kwa nao pia na wenyewe wanaanza naye. Kwa Yanga sawa okay. Kwa ukisikia maisha ni vita, mpira ni vita, ndio hivi sasa. Sasa vitu kama hivi unahitaji kuwa na management yenye ukomavu na nini. Bahati nzuri sio kitu cha kuombea sana. Management ya Singida ile Black Stars changamoto kama hizi hawaja experience. Kwa hiyo unakuta timu kama ya Singida Black Stars wakikutana na changamoto kama hii inaweza ikawaondoa. Yes, kwa sababu unajua kila mtu ana mapokeo yao. Si unaelewa? Lakini bahati nzuri Young Africans kama ambavyo nimesema wameanza ku experience. Kwa wana experience kuna namna ambavyo wanajua. Unakumbuka tena mara mwisho Alex Ngai anasema sawa, tumekaa hapa airport, hakuna chochote kinachoendelea zaidi tu tumeambiwa tusubiri, lakini haina neno. Sisi tunajua nini ambacho kinakuja kutokea hapa na tulishajiandaa kiakili. Sasa kama hayo yalifanyika msimu uliopita, vipi msimu huu? Yatakuwa na ugeni, maana yake hayana ugeni, sio?
Lakini all no, this is African football. Yes, kinga mkono faida kwa Young Africans kwa seli mapema, utulivu wa kambi, kutulia. Sasa hivi ni wazoefu katika misimu hii, msimu wa 3 sasa hivi wanafuzu mfululizo katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Matayarisho yao dhidi ya JS Kabylie tumewaona kwa mechi dhidi ya Al Ahly. Al Ahly sio Young Africans. Kabisa, kwa sababu kwanza kuhusiana na issue ya mizigo, wakati mwingine unajua inaposafirishwa mizigo mikubwa kama hii, mara nyingi ukiingia airport kama Dar es Salaam pale unaachana nayo pale Dar es Salaam airport. Wewe unaingia kule, unajua utakutana nayo wapi? Algiers moja kwa moja. Ndege na kama ndege ya moja kwa moja inakuwa rahisi sana mzigo wako kufika nao siku hiyo, hasa kwenye mizigo mikubwa. Lakini kwenye ndege za connect mara nyingi kuna hizo changamoto zinatokeaga za mizigo kuchelewa sehemu wakati wa kubadilisha ndege. Unaweza kukuta ndege mnataka kumwenda nayo nyinyi, bahati mbaya ndege na mizigo mingine, kwa sababu ile ndege ya mji kupakia nyinyi kama wapi, unaweza kuwa ndege imetoka sehemu nyingine. Kwa kama kuna mizigo imejaa, wanaweza watu wa airport wakaamua kusema bana, mizigo imejaa, basi ndege hii kwanza iende, afu mizigo itakuja na ndege nyingine. Hiyo nayo inatokea, ndio maana ukuta hizo masaa na kuna mizigo mingine kinga mkono inatangulia. Inatangulia vile inakuwa inawahi. Kuna wakati Simba mizigo yao iliwahi, nadhani mabegi walikuwa wanaenda Angola, kuna mabegi yao walichelewa kufika, nadhani timu ikafika mabegi hayajafika, yakaja kesho yake. Kuna siku nyingine wakati mwingine vile vile mabegi yaliwahi kufika kabla ya timu, kwa sababu ni aina ya ndege ambayo unatakiwa. Kwa hiyo hizo changamoto zinakuwepo kwa wachezaji na kwa benchi la ufundi. Nadhani ni vitu ambavyo kwanza hawapaswi kuvitia sana akilini ili kwenda kwenye mchezo, kwa sababu ukivitia akilini ndio hivyo vinakuondoa mchezoni. Kwa hiyo unapaswa kutulia, kusema ni sehemu ya changamoto za usafiri, kwa sababu hata watu binafsi mizigo yao vile inachelewa na kupotea. Ukija kwenye uwanja, JS Kabylie sio haitishi sana, japokuwa wako nyumbani na wanataka kufanya kitu kizuri. Kwenye ligi yao safari hii wako nafasi ya 9 au ya 10 nadhani. Wao na Belouizdad wanatofautiana nafasi moja. Wameshinda mechi kama 3 tu za ligi. Kwa hiyo unaona kwamba timu yao kama kidogo imepoteza ule umakini wao. Kwa hiyo Yanga inaweza kuwa ni advantage kwao. Japokuwa Yanga anaenda pale akiwa hana rekodi nzuri sana Algiers. Ameenda mara 4 zilizopita, ameshinda mara moja tu kwenye ile finali ya kombe la shirikisho. Pale ndo alishinda. Lakini mechi nyingi alizoenda pale anapoteza, lakini anapoteza kwa goli nyingi. 1, 2. Naona Kwa hiyo ni sehemu ambayo anaijua, na sasa hivi Yanga imeimarika. Tunaamini kwamba kwa muda uliofika wana nafasi kubwa sana ya kutulia na kujiweka sawa kwa ajili ya mechi inayokuja. Sawa, uzuri kwamba tuna kesho na kesho kutwa tutakuja kuichambua JS Kabylie katika msimamo wa ligi kuu ya Algeria, wanakamata nafasi ya ngapi, lakini mwisho wa siku kikosi chao pia JS Kabylie nyota gani wa kuchungwa zaidi, wakina Ayman Mahious hao, lakini pia wapo wakina Arthur Bada, wako Mamadou Babakar Sall pia yupo, mchezaji ambaye amepita Simba Sports Club. Tutakuja kuangazia hapo kesho kiunaga ubaga kuichambua JS Kabylie na jinsi ambavyo anavyocheza, pattern zake, na ni hatari kwenye kiasi gani katika msimamo wa ligi kuu, wako nafasi ngapi, wameshinda mechi ngapi, zote tutakuja kuangazia hapo kesho, kabla ya kwenda kuangazia kesho kutwa kiufundi zaidi jinsi ambavyo Young Africans wataenda kupambana nao katika mchezo ambao utachezwa sasa Ijumaa saa 1 usiku. Tutoke hapo twende tukaangazie wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, ambapo baada ya kupoteza kwa kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Petro Atletico di Luanda, kikosi cha Simba Sports Club kinataraji kuondoka kesho alfajiri kuelekea nchini Mali tayari kwa ajili ya mchezo wa pili wa hatua ya makundi ligi mabingwa Afrika dhidi ya Stade Malien nchini humo. Simba inaelekea nchini Mali kitoka kujeruhiwa vibaya kwenye mchezo wa kwanza nyumbani dhidi ya Petro Atletico kwa kichapo cha bao 1-0 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Stade Malien kwa upande wake ilipata suluhu ugenini dhidi ya Esperance de Tunis ya Tunisia, waite kama Taraji Doura. Mechi nyingine tena kwa Simba Sports Club kwenda kujiuliza na kuweka matumaini hai zaidi ya kuelekea hatua ya robo finali, kwa sababu ni mchezo wa pili wa kuamua kwenye kusanya alama kabla hujaenda mchezo wa 3 na 4. Hivi Kigapkono anasema mechi ya 3 na 4 ndio inaamua. Sisi mimi na wewe tukasema mwanzo ndio kwa Simba wenyewe, kwa Simba wenyewe. Subiri kwa Kigapkono kumradhi. Mechi ya kuamua unasema ya 3 na ya 4. Tena Simba ni mfano mzuri. Esperance ugenini, anarudi nyumbani na Esperance.
badala ya Stade Malien hapo ukusaji alama alafu Mwarabu ujue unaimaliza vipi Kinga Mkono. Kwa sababu Simba tunasimama na ngoja Ashapigwa na Petro. ngoja nikwambie Simba kuna msimu wa 2023 24 nadhani tunazungumza wa Vipers. Alianza na Horoya akafungwa. Akaja hapa na Raja akafungwa. Acha na Raja. Kuna mmoja alienda akacheza na Wydad, alikuwa na pamoja na nani? Alikuwa pamoja na nani? Wydad si kwa robo finali sasa. Kuna mmoja alikuwa na kundi. Alikuwa na nani Asek? Ule msimu alikuwa pamoja na Asek. Alifungwa na Asek. Akatoa draw mechi yake iliyofuatia. Mechi ya Wydad akaenda kule akapigwa goli 2. Alipigwa kule goli 1 na Wydad. Akaja hapa akampiga Wydad mechi ya 3 hiyo. Akaja alipigwa kule goli. Akaja hapa akampiga Wydad mechi iliyorudia akampiga Wydad goli 2. Akaenda akacheza na Horoya akamtia 7. Nakumbuka ule msimu. Ile Horoya ni nyingine. Ndio msimu ambao ulikuwa kundi moja. Kwa sababu ile Horoya Asek naye akaja akashinda. Kwa hiyo alivyoshinda mechi zake zile za mwisho 3. Akaenda. Horoya si ndio kundi la Vipers? Horoya ilikuwa ni kundi la Vipers. Kwa sababu Horoya alianza Simba ugenini Horoya akapigwa bao 1-0. Akaja hapa na Raja akapigwa 3-0. Akatoka hapo akaenda kwa Vipers akashinda 1. Akaja Horoya ndo akaja kumpa. Baadaye baada ya kushinda na Vipers akarudiana na Vipers hapa Dar es Salaam. Akashinda na 1. Akashinda 1 akaja Horoya akampiga 7. Alipompiga 7 akaenda kumalizana na Wydad na Raja akapigwa 3-1. Sasa ule msimu alikuwa na Asek ndio alikuwa kundi moja na Wydad ambao mechi yake ya Wydad alifungwa kule akaja hapa akashinda iliyofuata akashinda akafuzu. Kwa hiyo nadhani Aisha na penalty ile. Si ndio msimu huo? Na Asek kule. Mechi kuchezwa Cote d'Ivoire ile. Mechi ilichezwa wapi sijui. Sasa ndio hapo Kinga Mkono. Mfano ndio maana hapa Simba nafasi. Ndio maana sisi hatujamnyima Simba nafasi. Lakini hoja yetu ilikuwa ni kwamba kuangalia michezo yote ya 3 na ya 4 sisi kwa tunasema bwana anzia mapema. Kwa mfano hii hapa raundi ya kwanza mnyama kidogo kateleza. Unaenda raundi ya pili tena. Utasubiri 3 na 4? Bado ana nafasi kwa sababu gani? Kwa sababu nini? Anaenda raundi ya pili. Mechi hii yeye hata akitoa sare kwake ni advantage vile vile. Ana cha kupoteza. Anajua anakuja kupambana kwenye mechi zake hizi za katikati zinaweza zikampa nafasi ya kushinda. Umeona? Kama akishinda mechi zake za katikati hizi za 3 na 4 akishinda bado ana nafasi ya kufuzu. Atakuwa na alama ngapi? Kwa sababu unajua sasa Kinga Mkono sasa hivi anaweza kufikisha mpaka alama 10. Na ukishinda mechi mbili za kwanza peke yake sio changamoto. Inategemea na aina ya kundi ilivyokuwa sasa. Yes. Ndio anasema haya kwa mfano kundi la sasa hivi la Simba ambapo tayari kuna mtu ana sare, ana 1-1, ana 0. Yeye ana 0. Kwa hiyo kama mechi yake ya kesho ya wiki hii akienda Jumapili akipata sare, naye anakuwa miongoni mwa timu ambazo ziko pale juu. Fanya kafungwa. Sawa. Raundi ya pili. Kafungwa. Kwa hiyo anakuwa na Stade Malien ana 4. Ana 4. Tunasubiri matokeo ya Esperance na nani na Petro. Petro yuko nyumbani 6. 6-4 1-0. Alafu anaenda kwa Experience de Tunis. Ugenini. Anapigwa. Ana maana ngapi hizo kapoteza? 9. Akija nyumbani ndio tunaanzia sasa kwako sasa. Anashinda. Ndio tunaanzia sasa kwako sasa kwenye raundi ya 3. Kwa hiyo akishinda mechi zake 3 za mwisho anakuwa na ngapi? Ana 9. Sasa wakati wao wengine wanakuwa na ngapi hapo? Sasa maana yake akishinda ina maana kuna watu ambao hawatofikisha pointi zile ambazo yeye anazo. Kwenye hapa hesabu ambayo tumepiga hapa, yani mpaka hapo tayari Petro tayari na pointi. Petro anaitafuta pointi 9 hapo tayari kwenye mzunguko wa 3. Anatafuta pointi 9. Kama yeye akimfunga maana ana Experience de Tunis naye tuna imagine kwamba atakuwa anatafuta pointi 4 au 5. Haya, huyo Stade Malien naye atakuwa anatafuta pointi 3 au 4. Kwa sababu kama atashinda Simba atakuwa na 4 tena. Si ndio? Tumempa 0 kwa mujibu wako. Sawa. Si ndio? Sio kwa mujibu wetu, kwa mujibu wako. Sawa, tumempa 0 kwa mujibu wangu. Lakini sasa akaanza kushinda kwenye mechi yake ya 4. Akashinda mechi zake 3 ya 5 ya 6. Kwa hiyo akashinda ugenini kwa Petro. Akashinda nyumbani mechi zake 2 nyumbani pointi ana pointi 9. Wakati huo 9 sasa Experience de Tunis au Petro watakuwa na zaidi ya hizo. Kuna mtu kwa sababu wale wengine si watacheza wenyewe. Kwa hiyo kuna watu pia watanyang'anyana pointi. Kwa hiyo kuna yeye advantage anapata. Kumbuka kuna kundi moja ilishakuwa Simba, Al Ahly na Jesoura na nani sijui. Kuna mtu alikuwa na pointi 10 pale na kwenda.
Simba, Jisora Na Ahali. na Vita. Ilikuwa na Vita. Vita. Kuna mtu ana alama 10 pale Vita na hajaenda. Vita ndo akwenda. Simba alishinda mechi 3. Simba alishinda mechi 3. Kuna kundi Simba shakuwa kuna mtu kwenye kundi lake. Ndio hilo Simba aliongoza lile kundi kuna pointi 13. 12. Nadhani yuko na Simba, alikuwa na Vita. Alikuwa Simba, Vita, Al Ahly pamoja na El Merreikh. Na El Merreikh. El Merreikh kwa sababu alienda kutoa sare na Nabi, ndo Nabi akafuzwa akaja Yanga. Sasa kuna mtu pale alikuwa na 10 pale na kwenda. Simba na 9 kwenye hesabu zako. Anatoboa? Ikiwa hivyo hawezi kutoboa. Kwa hiyo 3 nani? Kwa maana yake sasa ni 3 haina maana. Ina maana. Ndio roho ya mashindano. Yaani hiyo ndio roho ya mashindano. Sawa, inaweza mkono. Tuangazie matokeo ya michezo mitano ya mwisho ya Stade Malien waliyopata katika michuano ya kimataifa. Mechi ya mwisho walitoka suluhu dhidi ya Esperance de Tunis, lakini mwisho siku waliwachapa FC Nouadhibou ya Mauritania mabao 2-0 baada ya mchezo wa kwanza kucheza knockshot kutoka sare bao 1-1. Lakini pia walipambana na Tempted Mokaf ambapo walipata ushindi wa bao 2-0 na mechi nyingine walipata ushindi wa bao 5-0 na hivyo kufuzu kwa jumla mabao 7-0, lakini wakawatoa FC Nouadhibou kwa jumla ya mabao 3-1 kisha kucheza hatua ya makundi na kuanza na Esperance de Tunis na kuweza kutoka suluhu. Watu walivyokuwa wanadhania Stade Malien, nadhani imetupatia somo katika mechi dhidi ya Esperance de Tunis. Kinga mkono. Nilitazama mechi. Ni timu ambayo ilionekana kwanza hawakuogopa sana Esperance. Waliamua kupishana nao kwa nidhamu ya hali ya juu. Uliona lakini walikuwa wanapishana. Kwa hiyo ni timu ambayo imebadilika sana kutoka na ile ambayo ilicheza na Yanga, na hii naona ina tofauti mkubwa. Ilicheza kwa kujiamini ugenini. Sasa sijajua ni ubora wa Esperance umeshuka au Stade Malien umekuwa bora zaidi, lakini walikuwa wanashambulia vizuri. Walikosa tu umakini kwenye umaliziaji, na hata ukiwaangalia hapa unaona mechi zao za ugenini hawajafanya vibaya sana. Umeona wana draw nyingi kwenye mechi zao za ugenini katika hadi wanafuzu kwenye group stage. Wana sare nyingi. Kwa hiyo ni timu ambayo imejua namna ya kucheza ugenini. Unajua wakati mwingine ugenini ni sehemu ya kutafuta suluhu sana kwenye michezo ya Afrika. Ukipata suluhu ugenini na kujengea imani kwamba ukienda nyumbani kwako utatumia vizuri. Kwa hiyo kwao na wapa nafasi wakiwa nyumbani kwa aina ile ya uchezaji waliocheza zidi ya Esperance, na waona kabisa wana nafasi ya kuwasumbua Simba na hata kupata matokeo. Lakini bado nawapa nafasi vile vile Simba ya kuonyesha ushindani kwa kile walichokifanya Dar es Salaam. Wakibadilika wakaonyesha ushindani, basi na wenyewe wanaweza kupata japo sare, lakini wenyeji wana nafasi kubwa kwa kile walichokionyesha dhidi ya Esperance, kwa sababu ni timu ambayo ilikuwa inashambulia muda mwingi wa mchezo kiasi ambacho hata mashabiki wa Esperance pamoja na kuwa wanashangilia timu yao, lakini kuna wakati walikuwa wananyamaza kutokana na jamaa walivyokuwa wanakuja wanashambulia, wametengeneza kona nyingi. Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo imebadilika kiuchezaji, na hata Simba wasitegemee kuona mechi itakuwa nyepesi dhidi ya Stade Malien. Rashid, angalizo wako ni lipi kwa hii mechi hii ukiona Stade Malien dhidi ya Simba? Kuna kitu gani kinakuja kichwani na unasema hili ni angalizo kwa meneja Dimitar Pantev pamoja na Selemani Matola? Mimi angalizo langu ni kwamba vilabu vingi au wachezaji wengi ambao wanatoka magharibi hapa wanaitazama Tanzania kama sehemu ya soko lao kwa sasa hivi. Green pasture. Wanaangalia wanaangalia kama ni sehemu ya marisho. Ni mechi itakuwa ngumu kwa Simba kwa sababu naamini mentality za wachezaji wengi watakuwa wanatumia hiyo kama sehemu ya daraja, yani kuprove kwamba mimi pia na uwezo wa kucheza Simba, kwa sababu hata kilichotokea kwa kina Diakite kilionekana baada ya kucheza na Young Africans, na baadhi ya wachezaji pale wakanazungumzwa kuja Tanzania. Na sasa hivi kwa hizi nyakati tulizokuwa nazo hapa Tanzania ni kama ametengeneza bustani nzuri sana kwa wachezaji wengi kutoka haya mataifa ya Ghana, Ivory Coast, Cameroon, Nigeria, Mali. Kwa maana ya sio ile cream ya kwanza, cream ya pili, cream ya tatu ndio ambayo wanaitazama Tanzania kama sehemu ya soko, kwa sababu cream ya kwanza nafikiri
hawawezi kuja Afrika. Krimu ya pili wanaangalia zaidi mataifa ya kaskazini. Krimu ya tatu ndo wanaangalia zaidi hapa nyumbani hapa Tanzania. Sasa hiyo krimu ya tatu inawezekana ndo ikanajengwa na hawa Stade Malien. Kwa sababu hata ukifuatilia ligi ya Mali kule kuna wanaume wengi kule ambao unaona wanamchallenge sana Stade Malien. Na bahati mbaya Stade Malien imekuwa kama ni timu ya nyakati. Yaani ni timu ambayo inakuja alafu unaona kama this time iko group stage ya Champions League. Msimu ujao unaweza usiwakute Champions League. Ukawakuta kombe la shirikisho. Au unaweza kukuta wale Real Bamako. Wakuta Real Bamako, ukakuta wengine. Si unaelewa? Kwa maana yake imekuwa ni timu ambayo inaonekana inatengenezwa mwaka hadi mwaka. Yaani sio timu ambayo inaweza kukaa na wachezaji wazuri kwa misimu miwili. Maana yake ndio tafsiri ya haraka ninayoiona. Kwa sababu kama timu inakuja msimu unaona Champions League, msimu ujao iko shirikisho, msimu ujao haipo kabisa, msimu ujao iko shirikisho, msimu ujao iko Champions League. Means kwamba unajiuliza ile krimu ambayo iliwapeleka kwenye Champions League, maana yake wachezaji imewezekana idadi kubwa wachezaji waliondoka, wakaleta damu nyingine. Kwa hii damu nyingine inajaribu kuchanganya taratibu. Inawezekana Stade Malien ya msimu huu ina ubora kwa kiwango ambacho kina uwezo wa kuchallenge big team. Sasa tahadhari iliyokuwepo, Simba wasiitem kama ni timu ndogo ambayo inakuja na kupotea. Na bahati nzuri matokeo waliyopata Benjamin Mkapa ni tahadhari tosha kwamba wanatakiwa na wenyewe wakatafute alama away. Hiyo ni alama 3 au alama 1. Lakini namna ya kuiendea hiyo alama ni lazima Simba Sports wawe na nidhamu kubwa ya kiulinzi, kwa sababu Stade Malien amethibitisha kwamba ana uwezo mkubwa wa kulinda alipoenda kucheza na Experience Esperance de Tunis. Sawa, tutoke hapo wanajopo wenzangu tuelekee Unguja Zanzibar, ambapo kikosi cha Azam Football Club baada ya kubariki kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya AS Maniema Union ya kutokea DRC, hatimaye kikosi hicho kimewasili Unguja kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wao wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika siku ya Ijumaa Novemba 28 majira ya saa 1 usiku. Kikosi cha Azam Football Club kiliwasili moja kwa moja visiwani Zanzibar kutokea Kinshasa kilipocheza mchezo wa kwanza hatua ya makundi dhidi ya AS Maniema Union. Kocha Flora Ikwenge Ibenge hakutaka kupoteza muda wa kuanza maandalizi mara moja visiwani Zanzibar kwa mchezo huo mgumu dhidi ya Wydad siku ya Ijumaa. Tutazame kuhusiana na michezo mitano ya mwisho ya Wydad ambayo wameweza kucheza mpaka wanakwenda kuitafuta Azam Football Club. Wamepambana na nani? Wamepata ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Nairobi United, lakini walipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Olympic di Safi, lakini walipata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Hassan Agadir, wakati pia walipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Tanji, lakini pia walikwenda suluhu dhidi ya Raja Casablanca. Matokeo yenyewe ukiyaona Wydad imerejea katika zama zake zile za misimu mitatu hapa nyuma. Wydad imerejea, na hiyo mechi ya bila Wydad na Raja Casablanca ndio siku alikuwa anamtambulisha Barakat Ziyech Hakim. Ndio akawa anaenda pale Ziyech akamshangilia sana. Kitu pekee ambacho ukizitazama hizi takwimu unaiona hii ni timu ya daraja la juu. By the way, ni timu ya daraja la juu. Ni timu ambayo inajua kucheza michezo ya Champions League, na kwa sababu washakuwa mabingwa wa Champions League, na hivi tunavyozungumza Caleb wana matokeo mazuri sana katika ligi ya Botola, kwa maana ya ligi kuu ya nchini Morocco. Wana wachezaji ambao wana uwezo wa kuprove popote, hata kwenye majina tu ukimention. Nimejaribu kuambia hapo Ziyech kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wamejiunga na Wydad Casablanca. Kwa hiyo unaona daraja la Ziyech daraja la juu sana, si ndio? Na udhawao Nurdin Amrabat. Kwa hiyo unakuta timu inaungwa na wachezaji wenye experience na quality ipo. Sasa moja kati ya vitu ambavyo mimi Azam FC huwa inanifurahisha, na moja kati ya kitu kigumu ambacho Azam FC huwa inakikuta, Azam FC huwa inacheza na
huwa inabadilika kutokana na mpinzani, ambalo kwangu huwa sio jambo zuri kwenye timu. Azam FC akicheza na timu kubwa sana, Azam anaenda kubato kwenye level ile ile ya ukubwa wa hiyo timu, na Azam anakupa kilicho bora kwa dakika 90 zote za mchezo. Hii ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri na ya kuvutia sana, kwa sababu quality ya wachezaji wote wa Azam utaiona kwenye kiwango cha juu sana, kwa sababu wanaamini mentally, wanajua hii ni timu kubwa, inaundwa na quality players, inaundwa na walimu wenye uzoefu mkubwa. Kwa hiyo namna bora ya kwenda kuchallenge ni kuwa tayari kiakili na kuwa tayari wa kushika maelekezo ya mwalimu kwa 100%. Unakuta mechi nyingi za Azam, mechi kubwa nyingi za Azam huwa zinakuwa ni nzuri, zenye kuvutia, na ukireti wachezaji viwango walivyovionyesha huwa havishuki chini ya 5%. Wengi wanakuwa baadhi zao ziko 7-8-9, 7-8-9. Sasa huo mwendelezo chini ya 10, yes. Sema 5 chini ya 10, yes, chini ya 10. Sasa hizo baadhi zao huwa zinakosa mwendelezo wa kukutana na mechi ambazo unaamini hii kwenye bato hii Azam wangepeleka kwenye mechi hii wangepata karamu ya magoli. Sasa hii ni mechi ambayo kichwani mwa Ibenge ina click vitu viwili. Imani kubwa ya viongozi wa Azam FC pamoja na mashabiki wa Azam FC wanaamini sio tu kwamba tumefanikiwa kwenda group stage, bado pia tuna uwezo wa kushinda baadhi ya mechi. Na katika miongoni mwa kitu ambacho ninaamini kutokana na hiki ambacho nimetoka kukuelezea Msumi na Kinga Mkono hapa, ninaamini Azam anaweza kupata matokeo dhidi ya Wydad. Rashid, hapo wakati ile kundi linapangwa la Azam, watu wanasema afadhali Azam kapangwa kundi hili. Watu asilimia kubwa, nasema asilimia kubwa, watu kamtem Wydad. Wydad ana sport yake, lakini hatukuidogosha Maniema Union, lakini tukasema kwamba Azam anaweza akabato naye kwenye mechi zote mbili. Lakini mechi ya kwanza Azam kapoteza. Mechi ya pili anarudi nyumbani dhidi ya Wydad. Unaionaje turufu ya Azam na kichapo cha kwanza? Kinaweza kuna kitu kimemjia kwa Ibenge kumwambia, na hata kwa mashabiki inawezekana kwake kocha anasema kwa Maniema wamecheza ligi ya mabingwa msimu uliopita, hata kama kuna mabadiliko kadhaa hivi na hivi, lakini still kuna jambo. Inawezekana kwamba ile hali ya mwanzo ya kuvuka kuingia group stage na sasa ikawa ni tofauti katika kifikra na mtazamo wa kuliendea hili kundi. Unajua kuna hapa kuna vitu viwili ambavyo ni kwa bahati sasa kuna mtazamo wa maono au maoni yetu na mwalimu, alafu kuna technical issues. Like kama Mtozi angekuwa na zile video za mechi dhidi ya Maniema Union, kuna kitu ningekuonyesha kiufundi kwa nini hicho kitu kiweze kutokea kwenye mechi zinazofuata. Mtazamo wa kwanza ni ule ambao Ibenge aliuzungumza kwenye press conference baada ya kupoteza mechi. Aliwapongeza na akaelezea kwa nini amepoteza ile mechi kiufundi kabisa. Sasa kwenye namna ya kuyaendea hizi timu tatu, Nairobi United, Azam FC, Maniema Union, hawa wote ni mara yao ya kwanza kucheza group stage Confederation. Tumerejea tena, asante kwa kuzidi kutufuatilia. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salif Msumi, nipo pamoja na Andrew Kinga Mkono pamoja na Rashid Don Hamisi, the heavyweight bandit, the only one in Africa. Ubishani umekuwa mkubwa sana katika technical aspects, tukiweza kuangalia kiufundi zaidi jinsi ambavyo makosa klabu zetu zimekuwa zikiweza kuyafanya. Lakini tusalie ndani ya kikosi cha Azam Football Club ambapo mlinda mlango Aisha Salum Manula amesema kwamba ana matumaini ya kuweza kufanya vizuri na kikosi cha Azam na kupambania namba baada ya kurejea akiwa na majeraha. Kumbuka nyota Aisha Manula amejiunga na Azam Football Club akitokea kwa wekundu wa Msimbazi Simba msimu uliopita na kujiunga kwa msimu huu kuanza kuitumikia Azam Football Club, huku akiwa anakosa namba mbele ya magolikipa Issa Fofana pamoja na Zubel Foba.
Yes, ni kweli nimekuwa kwenye haya mashindano ya kafu kwa kipindi kirefu, na nimekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao nimecheza mechi nyingi toka kule ambako nilitoka mpaka hapa leo, na kwa ujumla uwepo wangu kwenye klabu nadhani ilikuwa imeonelea kwa sababu tuna mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo uwepo wangu kwenye klabu ni kuongeza ile chachu kwenye upande wa magolikipa, lakini pia kwenye timu kwa kuongeza wachezaji wazoefu na wenye uzoefu wa michuano hii, na nadhani hiyo binafsi naona haitoshi. Hiyo binafsi haitoshi kwa kumfanya mwalimu anipe nafasi ya kucheza, lakini itatosha pindi pale ambapo nitapambana na nitamuonyesha mwalimu kwamba sasa ni time imefika ya kuweza kupata nafasi ya kucheza. Na nadhani mazoezini ni sehemu pekee ya kumuonyesha mwalimu, maana mpira ni mchezo wazi, na historia pekee yake haitoshi kumfanya mwalimu akupe nafasi ya kucheza, bali jitihada ambazo anaziona mazoezini na namna ambavyo unapambana, na anapokuona kwamba uko tayari. Na kama nilivyosema, nilikuwa napitia changamoto nyingi na kubwa, lakini kwa sasa nimeweza kurejea na naendelea kupambana kumuonyesha mwalimu kwamba kulingana na uzoefu nilokuwa nao, lakini ukijumlisha na jitihada ambazo anazionyesha mazoezini, basi itampa sababu yeye ya kuona kama natosha kupewa nafasi ya kucheza. Aisha Salo Manula akiweza kuzungumza kuhusiana na anavyopambana kuweza kurejea katika kikosi cha kwanza cha Azam Football Club. Navyoona Aishi inanifikirisha kiukweli tamanio langu kwa uwezo wa Aishi, the way ambavyo performance yake ambayo ipo ilivyokuwa top goalie. Yeah, ni kweli ni top goalie. Kama nchi tunaikosa huduma yake. Of course, mimi naheshimu sana uwezo wa Aishi. Ni moja kati ya magolikipa ambao walitengeneza daraja fulani hivi standard. Yes, ambalo ilibidi magolikipa wengi wa Tanzania ili tuweze kuona kama wanaweza kucheza top team, ili lazima wafike kwenye daraja ambalo walikuwa nalo Aishi. Yes. Lakini kama ambavyo ametoka kusema yeye hapo, changamoto ambazo alikutana nazo ziliathiri mentally kwa asilimia kubwa. Sasa na mchezo wa mpira wa miguu siku zote naendelea kusema na kukumbusha, mchezo wa mpira wa miguu unaanza kichwani. Hata kazi zetu, hata kazi yoyote. Sasa ukishapoteza mpira unazidi kidogo kazi zetu. Kwa sababu kazi zetu zinahitaji fikra tulivu ili uweze kupanga mambo yako kwa utaratibu. So unaelewa? Lakini football unahitaji kufikiri within a second nini ambacho unatakiwa kufanya the best. Na ukiwa na kitu chochote ambacho kinawaza, manake obvious kwenye kile ambacho unakifanya hautakuwa kwenye eneo la kufanya kazi. Unajua sisi kazi zetu hizi ambazo tunazifanya, unaweza ukaja kazini ukachukua hata dakika 10, 5, 6 unatafakari namna ya kuanza kufanya kazi. Unapanga mafaili yako kichwani. Lakini kwenye mechi, kwenye mpira wa miguu, mtu yote ambaye amecheza mpira atanielewa. Unajua mechi ina homa mbili. Ina homa ya kwanza kabla mchezo hujaanza, alafu ina homa wakati mchezo unaendelea. Homa ya kwanza kabla mchezo hujaanza, kila mtu anakuwa ana hofu, nitaanza au sitaanza. Umeelewa? Ile homa ya kwanza, nitaanza au sitaanza. Ukipata nafasi ya kutajwa jina lako kwamba Msumi kesho utaanza, Kinga Mkono kesho utaanza, sio, unaelewa? Unakaa sasa, kushakaa unaambia okay. Manake tafsiri yake ni kwamba ujiandae na mchezo. Sio, unaelewa? Na kitendo cha kuandaa na mchezo manake wewe unatakiwa kuanza kufocus position ambayo unacheza, utafanya nini kwenye hiyo position. Unamfikiria na adui ambaye unaenda kukutana naye. Ni aidha unamjua au umjui. Kama unamjua unaanza kufikiria Rashidi ni bora sana, ana nguvu, anaruka, anapiga pasi, mimi kwa nafasi iliyokuepo natakiwa nishambulie. Unaelewa? Kwa hiyo unaanza kumfikiria mpinzani. Kama humjui, unaanza kufikiria ubora wako
wa namna wa kuweza kujaribu dakika 5 au 10 za mwanzo. Sio, unaelewa? Hizo ni vitu ambavyo wachezaji wanakaa unafikiri. Yani hivyo ndivyo inavyotokea. Unaelewa? Sasa ikatokea kuna disturbing kichwani. Umeelewa? Ushapewa nafasi. Unakaa afu mwalimu anakuambia kesho unaanza, upo. Ukianza kufikiria vitu vingine tofauti na jukumu lako, mwili unatengeneza hofu ya mechi. Ukishatengeneza hofu ya mechi unaiogopa. Unaanza kesho si itakuwaje? Nikipoteza si itakuwaje? Unakuwa haupo kwenye mchezo. Na mpira wa miguu wanasema unahitaji sekunde kufikiri, kupokea na kutoa. Inahitaji muda gani kumwona Aishi mfano? Of course najaribu kufikiri kwenye kile ambacho unajaribu kuwaza na napata majibu kweli. Ni kweli Aishi anapaswa kucheza kwa sababu kwa daraja alokuwa nalo Foba na Fofana bado unaweza kusema Aishi kama anarudisha ule ubora alikuwa nao, Aishi anakuwa namba 1 baina ya watu wawili. Umeelewa? Na experience alokuwa nayo. Ana experience kubwa kuliko Fofana. Ana experience kubwa kuliko Foba. Kwenye haya majukwaa ya kimataifa. Sasa benchi la ufundi la Azam lina watu zaidi ya 10. Haiwezekani hao watu wote 10 wakubaliane, hapana. Aanze Foba, Aishi akae. Aanze Foba, Fofana akae. Maana yake kuna watu ambao kazi yao ni kujaribu hapana. Aishi ni goalkeeper mzuri, lakini mentally anaonekana bado hayuko tayari. Japo mazoezi ndio anatuonyesha, lakini mentally hayuko tayari. Sio kwa kupata nafasi ya kucheza ndio kidogo hiyo inaweza kuwa inatoka sababu sasa inabidi sasa Azam wapate mechi za kirafiki za indoor ambazo zitamfungua Aishi zaidi ya 3, 4, 5 ambazo Aishi akipata nafasi akicheza ya kwanza acheze dakika 10, mechi ya kirafiki, mechi ya pili Aishi acheze dakika 45, mechi ya tatu ya kirafiki Aishi acheze dakika 60, mechi yani zile dakika 90 asizipate kwenye mechi moja, azipate kwenye mechi 3 au 4. Sasa mpaka mnakuja kumpa mechi ya 4 au ya 5, Aishi anaweza kucheza dakika 90. Obvious mtakuwa mmeshamfanyia assessment kwenye zile dakika 10, dakika 40, dakika 60, dakika 90. Utasema yes, sasa Aishi yuko tayari kwenda kubato na hiki. Japo mazoezini anafanya kila kitu kilichokuwa bora. Sio, unaelewa? Lakini hofu yenu ni kwamba mentally tu ndo hayuko sawa. Akiwa tayari anaweza kufaa. Mimi kwangu Aishi akiwa yuko tayari mentally ana uwezo kuisaidia Azam FC na national team, kwa sababu mpaka sasa hivi bado tunahangaika daraja la Aishi aliyotuachia kwa magolikipa wetu wa ndani. Sio, unaelewa? Magolikipa wetu wa ndani wote bado hawajafika kwenye quality na daraja alikuwa nalo Aishi Manula. Sema tu bado nahisi mentally hajakaa sawa. Na ndio maana jopo lile lote la Azam FC bado hawajakubaliana kwa pamoja, bana tumpe Aishi, ni bora tumpe huyu Foba aendelee kupata experience. So unaona hiyo ni tofauti ni kubwa sana. Sawa, tutoke hapo lakini tusalie visiwani Zanzibar ambapo kikosi cha Singida Black Stars chenyewe kinataraji kuelekea visiwani Zanzibar kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Stellenbosch ya Afrika Kusini katika mchezo wa pili wa kombe la shirikisho Black Stars. Kikosi cha Singida Black Stars kinatarajiwa kusafiri leo Jumatano kuelekea visiwani Zanzibar ambapo mchezo huo utapigwa siku ya Jumapili saa 1 usiku. Kila laheri kikosi cha Singida Black Stars ambapo wana mchezo huo baada ya mchezo wa awali kukubali kichapo kwenye mechi yao waliocheza dhidi ya kikosi cha Shabab Riyadh Belouizdad. Tutoke hapo kwa Singida Black Stars tukaangazie kuhusiana na ligi kuu ya NBC ambapo vijana wa Namangushi Coastal Union watashuka dimbani leo hii kuwakaribisha Mbeya City saa 8 mchana. Kumbuka ligi kuu ya NBC itaendelea tena leo kwa mchezo ambao utachezwa katika uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Kumbuka mpaka mchezo huu unachezwa kikosi cha Coastal Union na Namangushi wamecheza katika michezo 5, wamepata ushindi katika mchezo mmoja, wakipata sare katika michezo 2, wakifungwa katika michezo 2 wakiwa na alama 5 na wakiwa katika nafasi ya 14, wakati kikosi cha Mbeya City chini ya kocha Malale Kea 50 wamecheza michezo 7, wamepata ushindi katika michezo 2, wamekwenda sare michezo 2, wamefungwa katika michezo 3 wakiambulia alama 8 na wapo katika
nafasi ya 7 mpaka sasa. Ni vita ya makocha wawili, Mohamed Muya dhidi ya Malale Kea Hamsin, Andrew Kinga Mkono. Costi anakwenda kwenye mechi hii akiwa na rekodi nzuri kidogo zaidi ya Mbeya City. Amemfunga mechi 3 wakati Mbeya City amemfunga Costi mechi moja. Umeona? Kwa hiyo rekodi hiyo kidogo inamfanya Costi akienda kwenye mchezo huu anaenda akiwa kama mbabe kidogo wa Mbeya City. Lakini kwa mechi hii Mbeya City wao wanaenda akiwa anajivunia ushindi wake wa mechi 2, yuko nafasi za juu. Unaona Costi ameshinda mechi moja, lakini bado na waona Costi wanaweza kutumia vizuri uwanja wao nyumbani. Na toka wamebadilisha kocha kidogo, naona kiuchezaji wamebadilika kidogo. Kwa hiyo nawapa nafasi Coastal Union kuendelea kufanya vizuri na kuendelea kuonyesha ushindani dhidi ya Mbeya City. Mbeya City wametoka kufungwa na wametoka walikuwa Kigoma. Kwa hiyo wametoka kufungwa, wanakuja hapa watakuwa na jambo la kutaka kufanya. Na wamefungwa goli moja. Kwa hiyo nadhani bado kocha ana kitu cha kuambia wachezaji wake. Lakini kikubwa naona uchovu itakuwa ni sehemu ambayo inawasumbua Mbeya City. Kwa sababu kutoka Kigoma na mabasi kuja pale jana wamefika juzi, wafanya mazoezi juzi na jana na leo naenda kwenye mechi. Kwa hiyo naona kuna hiyo changamoto ya muda wa kupumzika na kujiandaa. Sawa utoshi ni yale masaa. Sema naona kwa aina ya safari. Muda sio kama utoshi. Aina ya safari na wachezaji kupata kujiandaa. Unajua ukisafiri kwenye basi na mchezaji unakaa kwenye kiti muda mrefu, safari ndefu inakuwa inakuchosha kidogo. Kwa hiyo nawapa Coastal nafasi ya kufanya vizuri kwanza wako nyumbani na rekodi yao inawabeba wakiwa nyumbani. Sawa. Mchezo mwingine leo ambao utaweza kuchezwa maana ni michezo mitatu, itakuwa ni saa 10:15 jioni, ambapo kikosi cha Fountain Gate wenyewe watakuwa wanakaribisha Tanzania Prisons wa Jerajera chini ya Zedekia Ziko Otieno katika mchezo ambao unataraji kuchezwa katika uwanja wa Tanzanite kwa raha majira ya saa 10 kamili, saa 10:15 jioni. Takwimu za Fountain Gate mpaka hivi sasa wamecheza michezo 7, ushindi katika michezo 2, sare katika mchezo mmoja, kifungwa katika michezo 4, wana alama 7, wapo nafasi ya 9, wakati kwa Tanzania Prisons wa Jerajera wenyewe wapo katika nafasi ya 11 wakiwa na alama zao 6, wamefungwa katika michezo 3, hawajapata sare mchezo wote, wameshinda michezo 2 katika michezo 5 ambayo wamecheza. Coastal sajili yao walivyoanza ni timu ambayo inaonekana kwangu mimi Prisons ni timu ambayo kiukweli inanivutia kwa aina yake ya uchezaji. Unajua zamani ukiona Prisons ilikuwa ile pira gwaride lile kukukishingo unasema iko kukishingo kweli. Lakini Prison ya safari hii chini ya kocha Zedekia Otieno unaiona timu inacheza. Yaani unaona timu inaanza kutengeneza mashambulizi kuanzia nyuma. Yaani licha kwamba usajili wao na yeye ulikuwa ni wa kawaida sana, lakini kwenye kiwanja unaona kwamba Prisons inacheza. Yes, nafikiri tulikuwa hapa na Kinga Mkono. Kwa tunajaribu kuiangalia kati ya KMC na Tanzania Prison. Nikaambia mimi kwangu KMC sio tu wanapoteza mechi, wanacheza vibaya. Prison wanapoteza mechi lakini wanacheza vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la muda wao kuanza kuclick kwenda kufuata matokeo mazuri. Hii mechi walicheza vizuri sana dhidi ya Mbeya City, ilikuwa Mbeya Derby ambayo ilichezwa Dar es Salaam. Baada ya pale katika moja kati ya mechi nzuri ambayo niliipenda ya Tanzania Prison ni mechi dhidi ya TRA. Unaona mechi dhidi ya TRA, mechi ambayo walifungwa goli moja. Mechi walicheza vizuri sana. Walikuwa hawabutui. Hata ile mechi ya kwanza dhidi ya Coastal Union ilikuwa ni mechi ambayo kwamba ile mechi walizulumiwa. Walifungwa. Ile mechi walizulumiwa. Ile mechi walizulumiwa. Kwa sababu hawa walitakiwa kupata penalti 2 kwenye ile mechi. Ila refarii akang'ata nyau, maisha yakaendelea. Alafu yeye akaenda kutoa zawadi upande wa pili. So ile mechi kwangu mimi naamini hivyo. Prison walizulumiwa. Sasa nataka kuangalia mabadiliko ya ambayo yametokea Tanzania Prison. Prison kama ambavyo kwa nasema, Prison walikuwa na ile ndo culture ya mpira wa Tanzania. Ule ndo mpira wa Kitanzania walikuwa wanacheza Tanzania Prison. Kwamba hatuna pasi nyingi
tunahitaji kuwa na watu warefu na wenye nguvu eneo la mbele, tunahitaji kuwa na watu wenye nguvu na warefu eneo la nyuma, tunahitaji kuwa na wanyumbulifu eneo la midfield, ambao mchezo wake sisi tutacheza 4-4-2 ambao hawa watu wawili wa mbele watakuwa ni giant na wenye uwezo kukaa na mali, alafu hawa watu wa nyuma ni giant na wenye nguvu. Sisi tutapiga mipira mirefu. Ile mipira mirefu, yani sisi tutatumia pasi 3-4 kufika kwenye box lako. Sasa bahati mbaya kikosi cha Tanzania Prison kiliishi kwa miaka 9 bila mabadiliko makubwa. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ilifika hatua hata wapinzani walikuwa wakilala tu, wakiamka wanajua golini fulani, namba 2 fulani, namba 3 fulani, namba 4 fulani, namba 5 fulani, namba 6 fulani, namba 7 fulani, namba 8 fulani, namba 9 fulani, namba 10 fulani, namba 6. Unaelewa? Robert Sabianka Bangula, Kimenya pembeni kulia. Huko kama sio Asukile atacheza yule Ismail. Kwa hiyo ilikuwa ni timu fulani ambayo unaweza kuiweka kichwani. Sasa bahati nzuri Mpesa namba 2. Sasa ile timu ilikaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo imeadapt utaratibu wa kucheza. Na kuna kipindi kama unakumbuka walienda mechi 9 hawajaruhusu goli. Walikuja kuruhusu goli mechi dhidi ya Young Africans. Shishimbi anapiga range ile mechi ilifanyika Iringa. Unakumbuka? Prison walienda mechi 9 hawajaruhusu goli wanamme. Sio, unaelewa? Kwa maana yake ilikaa kwa muda mrefu. Baada mbaya wakaja kufanya mabadiliko. Akaja yule Otieno kutoka Kenya yule. Kuja pale yule msimu huu ni Otieno. Kipindi cha nyuma alikuwa ni Odhiambo. Odhiambo. Akaja akafanya mabadiliko ya kiuchezaji. Wakulungu wakanuna. Wakaona mpira unaotufundisha yeye sio kweli. Wakati huo msaidizi wake alikuwa yule mrefu Mourinho. Sasa msaidizi wake alikuwa yule. Wakaenda kucheza Rukwa kule, nakumbuka Sumbawanga, wakala chuma 4 na Azam. Hali ikawa mbaya. Wakamwambia hapana, wewe bwana mtupishe. Turudishie timu yetu. Yule mwamba akarudisha timu yake kweli. Wakatoka kaanza kupata sare. Baadaye mambo yakabadilika na yeye akaona kama matokeo hayaendi. Yakaja akafanyika mabadiliko sasa kiutaratibu. Akaja Ahmadi. Nafikiri Ahmadi aliwapatia. Alianza kutengeneza akili zao za mapokeo. Kwamba wampokee kwa sababu Ahmadi wakimtazama wanamuona mdogo, kinasukiri wakimwangalia wewe Ahmadi wewe si tunakuweza. Umeona? Kwa maana yake aliwawin mentally. Kwa walivyokubali wale wakina Mtupa, umeelewa, wakina Sukile, wakina Kazumba, sio kina nani, unaelewa? Walivyokubali Kazumba. Kwa walivyokubali wale wakina Nurdin Chona, wakaona okay, kumbe tuna haja ya kubadilika. Wakaanza kupossess. Taratibu ikaanza kuingia. Kumbe huu mpira ni mzuri na inawezekana tukaanza kufunga. Sasa mabadiliko yalivyoanzia pale, unamuona sasa huyu mwalimu alivyokuja, hajapata tabu. Kwa akaikuta timu tayari ina uwezo wa kupossess na kucheza. Timu ikawa inacheza vizuri lakini haipati matokeo. Sasa hivi inaanza kubadilika. Wamepoteza mechi dhidi ya TRA lakini wamecheza vizuri sana. Mungu alipoteza. Sasa wanaenda kucheza vizuri sasa. Wanacheza dhidi ya Fountain Gate. Na wenyewe Fountain ndio kufungwa vivyo. Na wenyewe wametoka kupoteza. Lakini Fountain Gate ukiangalia kuna namna ambavyo bado wanarudisha ile falsafa yao ya kufanyaje? Ya kupossess. Hasa wakicheza nyumbani. Sasa ni mechi ambayo itakuwa nzuri, mechi ambayo siamini itakuwa na mabutua. Ni mechi ambayo batu kubwa itakuwa kwenye eneo la kunyang'anya mpira. Sawa. Mechi nyingine tena tamu leo na tuligusia mwanzo ni ya mtoto na baba ama baba na mwana. Ni mechi kati ya JKT Tanzania ambapo chini ya kocha Ahmad Ally yeye atakuwa anakaribisha kikosi cha TRA United kinafundishwa na kocha Itenda Iragije. Mechi hii itakuwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo katika muda wa saa 12:15 jioni. Kwa hiyo unapata mechi tamu kweli kweli. Na takwimu za JKT Tanzania mpaka hivi sasa wamecheza mechi 7 wakipata ushindi katika michezo 2, sare katika michezo 4, wamefungwa mchezo mmoja, wana alama 10, wapo katika nafasi ya 4 chini ya nahodha Edward Songo. Wakati takwimu za TRA United tukaziangazie kwa wakati huu hapa, wenyewe wamecheza michezo 4, wamepata ushindi mchezo mmoja, wamepata sare mechi 3,
hawajafungwa mchezo wote, wana alama 6 mpaka sasa, wapo katika nafasi ya 10 katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Hapo TR United wao wamecheza mechi 4, walikwenda sare katika michezo 3 yote mfululizo kabla ya kupata ushindi katika mchezo mmoja. Kwa hiyo kaja Nazari hawajapoteza mchezo wowote. Ni mechi moja tamu sana ya kuweza kuisubiri na kuweza kuona, wakati hali ikiwa hivyo katika mechi hiyo. Jana bwana, ligi kuu ya NBC ilizidi kushika kasi, ambapo mchezo mmoja uliweza kuchezwa katika uwanja KMC Complex, ambapo kikosi cha KMC waliambulia sare katika mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar, yani suluhu, wakati ambapo hali ikiwa bado hali tete ndani ya kikosi cha KMC imeshindwa kutumia faida uwanja wake nyumbani baada ya hapo jana kulazimishwa suluhu na Mtibwa Sugar kwenye mechi ya ligi kuu ya NBC, kwenye mechi iliyochezwa kwenye uwanja KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam. Mchezo wa jana unakuwa wa kwanza wa kocha Maximo kuambulia alama 1 kwenye michezo 6 iliyopita baada ya kupoteza kwenye michezo yote hiyo 6 mfululizo, na sasa wamefikisha alama 4 kwenye michezo 8 waliocheza, huku wakishika nafasi ya mwisho kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC. Swali mimi nilikuwa uwanjani jana na jopo langu. Kuna baadhi ya mashabiki pale walikuwa wanazungumza. Watu tunaanza kumwangalia hii. Kuna muda sijui ni jicho langu au la. Wachezaji wanamwangusha kocha. Wa KMC. Quality yao ndogo sana. Kuna quality unaiona. Umeona quality ya Mtibwa. Umeona kwa hapo pasi ilipigwa, afu angalia hiyo pasi inaenda kupigwa. Nadhani hiyo ni tofauti. Kuna nyingine Mchimba aliichukua. Yaani ilipiga mwamba. Inagonga mwamba. Yaani Mchimba kaihold, kaichukua pap. Lakini kuna quality fulani unaiona kwamba timu inapambana, lakini kuna quality kama inakosekana. Na jana aliochezesha wengi wazoefu wa ligi kuu. Yani kuna muda unaiona, unaona quality hapo, unasema afu iangalie Mtibwa anavyocheza. Kama jana Mtibwa walicheza na wenyewe hawakuwa kwenye kiwango kizuri sana, lakini at least unaona timu ina kitu inafanya. Yani kwa mimi nilikuwa kama vile Mtibwa ndio iko nyumbani. Yani inasaka kipindi cha pili Mtibwa amecheza mpira mwingi sana. Kipindi cha pili, lakini cha kwanza nilikuwa naona, kwangu mimi hii mechi ilikuwa moja kati ya mechi nzuri. Kila yoyote kati ya hizi timu mbili wote wanapaswa kujilaumu. Kwa hiyo matokeo haya. Kwa nini wamepata matokeo haya? Kwa sababu kuna mistake ambazo Mtibwa alifanya kwenye ubora wa kuconvert nafasi. KMC walitakiwa kunufaika na hapo. Haya ni matukio machache kama hii. Baada ya kuingia Muhesa, alipiga shot on target kama 2, moja hii hapa, hii alicheza ilikuwa ni free kick. Piga long range ya maana sana, ilikuwa safi, na akaja akapiga free kick nyingine hiyo. Kuna kwa Muhesa kuna kitu akawa ameongeza kwenye eneo la mbele pale. Kwenye hiyo quality ambayo kwa naizungumza, hilo goli ambalo alilikosa, nafikiri ni moment inayofuata baada ya hii hiyo kuna pasi moja ilipigwa. Light kama yule nafikiri alikuwa Mayaya yule, nafikiri kati ya Onesmo. Hii hapa. Umeona hii? Umeona pale? Yes. Onesmo kabla hajafika huko. Umeona ile wakati Onesmo ana receive ile pass. Wakati ana receive ile pass, Onesmo hakuangalia upande wake wa kulia. Hapo umeona hapo? Alipaswa kucheza na yuko wala hakupaswa hata kugeuka upande huu. Yaani ule wakati ana receive ule mpira angekuwa anajua upande wake wa kulia kuna nini kinatokea. Ilikuwa ni kuutuliza ule mpira, sio kuutuliza, ni kuongezea mwendo. Ni kuupoza alafu unaupeleka eneo ambalo Mtibwa wangeenda kupata goli rahisi, ambalo sasa tungekaa hapa na kujadili kwa nini yule Onesmo ana uwezo wa kureceive mpira ndani ya watu 4 ambao walitakiwa umeona wale watu 4 wale. Kwa Onesmo alijipa kazi kubwa ya kumpa Simchimba, kwa sababu Simchimba huko amelazimisha mpaka amepata nafasi ya kufanyaje? Ya kushoot. That is the second option. Lakini the first option ilikuwa ni ile kule, kwamba angereceive mpira kwa mguu wa kulia afa angeburuza kwa mguu wa kushoto. Mayele angefunga. Sasa kwenye kufunga au kutokufunga ilikuwa ni jambo jingine. Lakini sisi tunaangalia, umeona ile utengenezaji wa nafasi kwanza. Je,
ile nafasi umeitengeneza ambavyo shambulizi lilikuwa lina dhamira hiyo. Lakini bahati nzuri pia akampa Simchimba, ametumia nguvu yake na akili kuweza kwenda kuangusha. Lakini yule Mayele Kasimu, kitu ambacho kinampa nafasi najaribu kufikiri ni work rate kiwanjani. Anakimbia sana, unaelewa. Lakini bado kama walimu wanampenda kumtumia Kasim Mayele, anaonekana ndio ana kasi, anaonekana ana nguvu. Wanahitaji kukaa naye binafsi kuongeza uwezo wake wa kutafsiri matukio ili awe mtu mwenye faida na timu, kwa sababu anakimbia sana, anashindana sana, lakini haya yote is work done to zero. Sio, unaelewa? Anapata mipira mizuri. Kuna mpira mmoja ambaye amejaribu ku attempts, it's good ku attempt kwa striker, lakini je, wakati una attempt is the first option or the second option? Kama ni first option hatuna shida. Kama inaweza kuwa ni second, angalia watu ambao wao kwenye 100% ya kutekeleza shambulizi lako na utafanya vizuri. Kwenye mimi nafikiri kwa KMC kusema kweli, jana nilijaribu kujiuliza hapa, kwa nini viongozi wa KMC hawamfukuzi Maximo? Kwa sababu ana matokeo mabaya, hakuna timu yoyote inaweza kuvumilia matokeo yake. Lakini siku zinavyoendelea na jana nilivyotazama ile mechi, naendelea kushawishika kwamba KMC idadi kubwa ya wachezaji wa KMC ubora wao sio ule ambao sisi tunaujengea picha kwenye daraja ambalo KMC walishalijenga miaka ya nyuma. Sio, unaelewa? Ni kweli leo unaajibu, si ndio? Lakini ajibu pia dakika unazompa, anachokiofa kinatosha kuleta impact kwenye timu. Una Mwambungu, si ndio? Ndo nahodha Keniali kwenye lile eneo la midfield. Je, anachokiofa? Umemtoa Mwambungu, ulimtoa Kevin so Kevin alikuwa yuko Kagera sasa hivi. Kuna kiungo moja kwa Kagera nafikiri sasa hizi. Alikuwa KMC msimu uliopita. Okay, umemtoa yule, umembakiza Keniali. Tofauti ya Keniali na alikuwa ameondoka, kuna bwana mdogo mmoja hivi nani yake limetoka. Kwa namba 6? Tangalo. Yes, Tangalo. Fred Tangalo. Namtoa Tangalo, nabakiza Keniali. Je, kwenye namna ya kuassess uliwatazama namna ambavyo wana operate kwenye eneo la midfield? Si ndio? Inawezekana yes or no, wao ndio wana assess vizuri, si ndio? Lakini bado mimi naona Keniali pia bado ni sehemu ya tatizo la timu kwenye eneo la midfield. Okay, una Pipino. Si ndio? Pipino ni kama ameanza kuaminika tena sasa hivi kwenye hizo mechi kadhaa. Lakini mwanzo alikuwa mwalimu amtumii. Si ndio? Lakini Pipino ni mzuri zaidi sio kwenye kunyang'anya. Ni mzuri zaidi anapopata mtu ambaye ananyang'anya, anampasia Pipino. Pipino ni moja kati ya mapasa wazuri. Si ndio? Sasa kama unapasa mzuri ambaye huna kiungo ambaye anaweza kunyang'anya kumpasia, manake huyu pia anageuka kuwa mzurulaji kwenye kiwanja. Hoja ilitoka jana. Pipino ni mzuri kucheza wapi? 6 8. Pipino ni mzuri kucheza 8 kuliko 6 kwa sababu Pipino unasema Pipino hana uwezo wa kusprint. Sio mpambanaji. Pipino muda mwingi ana jog kiwanjani. Pipino muda mwingi ana jog. Kama ni mtu. Unaelewa? Ana jog kiwanjani. Yaani anakula timing. Sasa ukimweka namba 6, mtu ambaye ana jog, kama unampenda sana, unaelewa? Ni kama the same to Aucho. Aucho ana jog sana kiwanjani, a sprint. Ila anaekewa mtu ambaye ana uwezo wa kufanya kazi ambazo huyu ataokota. Sawa Rashid. Labda nichangie kidogo kuhusiana na KMC na msimamo wa ligi jinsi nilivyotazama. Unajua KMC tofauti na wenzake yeye tu kwa sababu amefungwa. Lakini ukiangalia kwa msimamo wa ligi ulivyo, yani KMC akishinda mechi moja tu, hatumzungumzi tena hapo alipo. Kwa sababu kuna timu nyingi zimeshinda mechi moja afu zina pointi 6, 3, 5. Yani yeye KMC kwa sababu ana hiyo leo ana pointi 4. Kwa hiyo kama angeshinda jana, leo tusingeona angekuwa yuko juu, amepanda sana na nafasi kubwa. Kwa hiyo nadhani kuna kiwango fulani cha viwango vya timu. Unajua unaziona Simba, Yanga, Azam hazichezi mechi na bado, lakini bado ziko nafasi za juu. Kwa hiyo viwango vya timu nyingine
hakuna majanti ambao wametokea katika kipindi hiki ambacho ligi na imesimama. Sawa, shukrani sana Andrew Kinga Mkono, lakini pia alikuwa hapa Rashid Don Hamis, the heavyweight bandit, the only one in Africa. Kwa wakati huu tunakwenda mapumziko, tukirejea tutakuja kuangazia joto la Afrika, lakini bado kuna mengi sana katika zilizobamba viwanjani. Jana tukupo naye hapa mzee wa Ujda Ali Bakari Mufti, lakini leo atakuwepo hapa, lakini the pitch na yeye atakuwepo. Tamati ni saa 6 kamili za mchana. Mimi ni Saidi Salim Msumi, unaweza kuniita kaka Saidi wa Ismailia.